Naam mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea habari kuhusiana na kuna huyu jamaa mwenyewe bwana amejifanya ni Nuhu. Tunaweza kusema hivyo, yani huyu jamaa bwana amejifanya yeye ni Nuhu kuanzia mavazi, lakini pia vile vile alitangaza kwamba mwisho wa dunia ni Disemba mwaka huu 2025, huku akiwa anajenga safina. Umeona bwana Kwa hiyo hapa bwana kuna habari nyingi sana zimeripoti kuhusiana na hii habari ambayo mwanzoni nilidhania kama vile ni masiara, utani comedy, vibonzo, lakini at the end of the day kumbe bwana ni moja kati ya habari ambazo zimemeke headline ya almost kimataifa. So page mbalimbali bwana zimeripoti kuhusiana na kisa cha huyu jamaa, ambapo ameandika hapa bwana, Mungu ameahirisha mwisho wa dunia. Huyu jamaa yeye alisema kwamba mwisho wa dunia ni Disemba mwaka huu, lakini kutokana na vitu ambavyo vimetokea ni kwamba mwenyewe ametangaza tena kwa mara nyingine kwamba Mungu ameahirisha mwisho wa dunia, sio Disemba tena kama alivyokuwa amesema hapo awali. Kuna jamaa mwenye anafahamika kwa jina la Nabii Ebo Noah aliyedai dunia ingeisha siku ya jana, siku ya Disemba 25 mwaka huu 2025, yani siku ya Krismasi, kwa mafuriko makubwa. Amesema kwamba Mungu amejibu maombi yake na kuahirisha mvua pamoja na mafuriko. Hivi karibuni Nabii Ebo Noah, kwa jina jingine anafahamika kwa jina la Ebo Jesus, alivuma sana katika mitandao ya kijamii baada ya kudai kwamba alipokea maono ya kimungu ya mafuriko makubwa ya kimataifa yaliyopangwa kuanza siku ya Krismasi, yani Disemba 25 mwaka huu 2025, na yangedumu kwa miaka 3 au zaidi. Nabii huyo alijenga vyombo vikubwa vya mbao vinavyofanana na safina ya Nuhu. Alichapisha picha mjongeo, yani video za ujenzi huko mitandaoni, na pia vile vile alionekana akiwa amevaa gunia akivutia mamilioni ya watu, huku wengine wakitilia shaka madai hayo. Baada ya taarifa hizo zilizokuwa zinaeleza kwamba wafuasi walikuwa wakikusanyika katika maeneo ya safina hilo kwa ajili ya kuwahi nafasi, ingawa video nyingi kati ya hizo zilikuwa zimetiwa chumvi, yani edited au za zamani. Lakini hatimaye siku ya Krismasi ilipofika ni kwamba hakuna mafuriko yaliyotokea. Ebo Noah baadaye alidai kwamba maafa hayo yaliahirishwa baada ya maombi na uingiliaji kati wa kimungu. Kwa mujibu yeye mwenyewe, huyo Ebo Noah amesema kwamba bwana, maombi yamefanya kugairishwa kwa mwisho wa dunia. Lakini pia vile vile wakosoaji wa Ebo Noah wamekosoa kwa kueleza ukosefu wa ushahidi wa kisayansi, utabiri wa hali ya hewa, dosari katika safina alizokuwa akizitengeneza, pamoja na vifungu vya Biblia vinavyoahidi kutorudiwa kwa mafuriko kama yale ya kipindi kile cha Nuhu. Kwa hivyo basi watu wakati wanasherehekea siku ya Krismasi, sakata hilo pia linakumbusha jinsi imani, hofu na mitandao ya kijamii vinaweza kugongana katika enzi ya kidigitali. So huyu jamaa bwana, kwa kifupi ni kwamba ametrend sana huko katika mitandao ya kijamii kuhusiana na hizo taarifa ambazo alikuwa amezitoa hapo awali kuhusiana na swala zima la mwisho wa dunia, ambapo watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimeendelea kutokea katika maisha yake ni kwamba amekuwa celebrity, yani amepata umaarufu mkubwa sana masiara tu baada ya kudai kwamba dunia inaisha na watu wakaanza kumfuatilia. Sasa hivi amekuwa celebrity, na hivi karibuni bwana ni kwamba yani kwamba Nuhu atumia sadaka za ujenzi wa safina kwa ajili ya kununua gari mpya kabisa aina ya Benz. Yani huyu jamaa alikuwa mpaka akichangisha sadaka kwa ajili ya kujenga hilo safina baada ya kutabiri mwisho wa dunia. Sasa sadaka ambazo alizokuwa amechangisha bwana, baada ya kuona kwamba mwenyewe anadai kwamba Mungu ameugairisha huo mwisho wa dunia, ni kwamba sasa zile sadaka ambazo alikuwa amechangiwa, nyingine amezitumia kwa ajili ya kununua gari mpya kabisa aina ya Mercedes Benz.
Bwana huyu ni kijana kutokea Ghana, na hapa kuna taarifa wameelezea kwamba nabii Nuhu wa kutoka Ghana, Nuhu Egbo Noah, ni kwamba anazidi kugonga vichwa vya habari duniani kote baada ya jana kutangaza kuwa Mungu amegairisha mpango wake wa kuiteketeza dunia kwa maji mnamo siku ya Krismasi tarehe 25 Disemba mwaka 2025, na sasa ametumia michango ya ujenzi wa safina kwa ajili ya kujinunulia gari jipya kabisa aina ya Mercedes Benz, huku akidai kwamba huo pia ni mpango wa Mungu. Maelfu ya watu nchini Ghana bwana wamejitokeza kwa ajili ya kupanda safina ya nabii Nuhu Egbo Noah. Alikuwa akijenga safina akidai kwamba Mungu anataka kuangamiza dunia kwa maji mnamo tarehe 25 Disemba mwaka 2025, yani siku ya Krismasi. Lakini mapema jana alitangaza mabadiliko kuwa Mungu amegairisha mpango huo, na pia vile ni kwamba amesitisha kuwa hatoendelea tena kujenga safina nyingi zaidi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Jamaa ametrend, amepata hela, ameamua kujinunulia Mercedes Benz, maisha yake yanaendelea. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile huku Bongo wadau mbalimbali nao pia wamekuja kulizungumzia swala hilo baada ya kutrend kutoka huko Ghana. Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao bwana katika comment section. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mtu anasema bwana akili mtu wangu. Kuna mwingine amesema bwana kuna Nuhu mwingine kutoka Songea. Mwingine amesema bwana bwana ila vinachekesha. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana jamani, mbinguni tukizubaa wataingia mijusi pamoja na vyura, shauri zenu. Kuna mwingine anasema kwamba bwana maisha ni magumu, bila kujitoa ufahamu siku hizi bwana ufanikiwi. Kuna msema bwana akili kwa kichwa mtu wangu, Nuhu wa kuchaji huyo hapo ameshatoboa maisha. Kuna mwingine anasema kwamba alafu waumini wanavyokosa akili, unakuta eti tarehe 24 wote walikuwa wamejazana na kumtumia pesa huyu jamaa aendelee na ujenzi kwa ajili ya kuwaokoa kwa kuwatengenezea safina ya kuwakomboa siku ya tarehe 25. Wajinga kweli ndio waliwao. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.